Hello. Natumai hujambo. Na hii ni hadithi ya meli iliyosemekana haiwezi kuzama. Iliitwa Titanic. Mnamo mwaka 1912, dunia ilishuhudia kuzaliwa kwa moja ya meli kubwa na za kifahari zaidi kuwahi kutengenezwa. Iliitwa Titanic. Wengi waliamini kuwa ilikuwa kisasa kiasi kwamba isingeweza kuzama. Ilikuwa ishara ya maendeleo ya kiteknolojia na uwezo wa kibinadamu. Tarehe 10 Aprili mwaka 1912, Titanic ilianza safari yake ya kwanza kutoka Southampton, Uingereza, ikielekea New York, Marekani. Ndani yake walikuwemo zaidi ya abiria na wafanyakazi 2200, wakiwemo matajiri, wahamiaji, wafanyabiashara, wanawake na watoto. Kila mmoja alikuwa na ndoto na matumaini ya kufika salama. Safari iliendelea vizuri kwa siku kadhaa. Abiria alifurahi vyumba vya kifahari, chakula cha hali ya juu na burudani mbalimbali. Hakuna aliyedhani kwamba safari hiyo ingeandika historia katika njia ya kusikitisha. Usiku wa tarehe 14 Aprili mwaka 1912, Titanic ilipokuwa kivuka bahari ya Atlantic kaskazini, walinzi waliona jabali kubwa la barafu mbele ya meli. Jitihada za kulikwepa zilifanyika haraka, lakini zilichelewa. Meli iligonga barafu. Sehemu yake ya chini ya ubavu ni kwamba iliweza kuharibika. Mwanzoni wengi hawakutambua ukubwa wa hatari. Hata hivyo, maji yalianza kuingia kwenye vyumba vya chini kwa kasi. Wahandisi waligundua kuwa meli haingeweza kuendelea kuelea. Kulikuwa na boti za uokoaji, lakini hazikutosha kwa kila mtu aliyekuwa ndani ya meli. Wakati wa uokoaji, wanawake na watoto walipewa kipaumbele. Wengine walifanikiwa kuondoka, lakini wengi walibaki wakisubiri kwa matumaini ambayo baadaye yaligeuka kuwa huzuni. Asubuhi ya tarehe 15 Aprili mwaka 1912, Titanic ilizama kabisa katika maji ya baridi ya bahari ya Atlantic. Zaidi ya watu 1500 walipoteza maisha, huku takribani watu 700 wakinusulika. Maafa haya yalibadilisha historia ya usafiri wa baharini. Baada ya tukio hilo, sheria mpya za usalama ziliwekwa, ikiwemo kuhakikisha meli zinakuwa na boti za uokoaji za kutosha kwa kila mtu, kuimarisha mawasiliano ya dharura baharini. Zaidi ya karne moja baadaye, jina la Titanic bado linaishi. Hadithi yake imeandikwa katika vitabu, imeingizwa katika filamu na imeendelea kuvutia watu duniani kote. Ni simulizi linalokumbusha kwamba licha ya maendeleo makubwa ya kibinadamu, nguvu za asili zinaweza kubadilisha historia kwa muda mfupi. Asante kwa kutazama. Kama umefurahi documentary hii, usisahau kuilike video hii, kushare, jiunge na kula sahihi. Usikose simulizi nyingine za kuvutia. Karibu.